Naam, habari za wakati huu na karibu tena ndugu mpenzi mtazamaji, ni kuhabarishe yale ambayo yanajiri mitandaoni na katika maeneo tofauti nchini Tanzania. Mtazamaji, siku chache baada ya serikali ya Tanzania kuomboleza kifo cha mbunge wa CCM Jenista Mhagama, sasa serikali ya Tanzania imekumbwa na msiba mwingine serikalini, ambapo mamlaka husika sasa imelazimika kutuma habari hii mitandaoni za maombolezo na masikitiko ya huzuni ya kifo hiki kingine cha mtu huyu mashuhuri serikalini. Bonyeza alama like mtazamaji, kisha bonyeza neno subscribe na alama kengele chini ya video hii kabla ni kujulisha au ni kutaarifu ripoti hizi kwa kina na kwa undani zaidi. Mtazamaji, tufahamu siku chache baada ya serikali ya Tanzania na chama tawala cha CCM bado kuzama katika majonzi kufuatia kifo cha mbunge Jenista Mhagama, nchi ya Tanzania sasa imekumbwa na msiba mwingine mchungu ndani ya sekta ya umma, na hivyo kuzidisha hisia za majonzi serikalini katika taasisi zote za serikali ya CCM. Safari hii masikitiko hayo yanatoka kwa mamlaka ya usimamizi wa bandari ya Tanzania serikalini, ambayo imetangaza kifo cha mmoja wa wafanyikazi wao wakubwa, wafanyikazi wake, na kuongeza kipindi cha rambirambi za mara kwa mara na tafakari za huzuni ndani ya vyombo vya dola. Mtazamaji, kifo hiki kingine ndani ya serikali ya CCM kimeweza kutokea mnamo tarehe 15 mwezi huu wa Disemba mwaka 2025 na kulazimu mamlaka husika ya serikali kuweza kuchapisha chapisho refu la kuweza kutoa tangazo hilo na maombolezo. Mamlaka ya usimamizi wa bandari Tanzania imethibitisha rasmi kifo cha mmoja wao ambaye ni mfanyikazi katika mamlaka hiyo ya kiserikali anayefahamika kwa jina la Aseri Sempombe Mjema, na ni huyo kama picha unayoitazama kwenye skrini yako iliyochapishwa na mamlaka husika ya serikali Tanzania, aliyekuwa mfanyikazi wa bandari ya Dar es Salaam. Kupitia taarifa iliyotolewa Disemba tarehe 15, taarifa hiyo niliyokuwekea kwenye skrini yako, hayo yamesemwa na mkurugenzi mkuu wa TPA Plasduce Mkeli Mbosa, ambaye amesikitishwa sana na mamlaka hiyo na kukiri hasara hiyo ya kifo kwa taasisi hiyo na wafanyikazi wenzake serikalini. Kwa mujibu wa mawasiliano rasmi, Aseri Sempombe Mjema alifariki dunia alipokuwa akipatiwa matibabu katika hospitali ya Alexia Toangoma alikokuwa amelazwa kutokana na matatizo ya kiafya. Mtazamaji, hili linakuja kama pigo lingine kwa serikali kwa kupokea habari au msiba huu mwingine wa kifo siku chache tu baada ya kumwomboleza Jenista Mhagama ambaye ni mbunge mkubwa sana wa CCM. Kuaga kwake leo mtu huyu kutoka serikalini kumeleta usikivu mpya kwa udhaifu wa maisha ndani ya majukumu yanayohitajika ya utumishi wa umma, hasa katika sekta kama vile bandari na vifaa vinavyohitaji kujitolea na udhabiti wa kila mara serikalini. Ndani ya TPA, Mjema alijulikana sana kama mfanyikazi mwenye kujituma na mwenye nidhamu, na mara kwa mara alionyesha maadili ya kazi katika utekelezaji wa majukumu yake ya kila siku. Katika kipindi cha utumishi wake alichukua jukumu la maana katika kusaidia shughuli za bandari, hata hivyo kuchangia ufanisi katika utunzaji wa mizigo na pia kusaidia mamlaka kufikia malengo yake ya kitaasisi katika mazingira magumu na ya haraka ya kazi. Mtazamaji, katika chapisho hilo ambalo limeweza kuchapishwa na mamlaka husika ya serikali ya Wizara ya Uchukuzi na mamlaka ya usimamizi wa bandari Tanzania TPA, imeweza kuchapisha picha yake na kuandika hivi: Tanzia, mkurugenzi mkuu wa mamlaka ya usimamizi wa bandari Tanzania TPA Bwana Plasduce Mkeli Mbosa anasikitika kutangaza kifo cha ndugu Aseri Sempombe Mjema aliyekuwa mtumishi wa bandari ya Dar es Salaam sehemu za ulinzi, kilichotokea tarehe 15 Disemba mwaka 2025 katika hospitali ya Alexia Toangoma alipokuwa anapatiwa matibabu. Waliandika hapo mwisho, Mungu ailaze roho yake marehemu mahala pema peponi, amina. Uongozi wa mamlaka ya usimamizi wa bandari Tanzania ulimtaja marehemu Mjema kuwa ni mchezaji na mfanyikazi wa serikali wa kutegemewa wa timu ambayo alithamini ushirikiano na weledi serikalini, sifa ambazo zilimfanya aheshimike miongoni mwa wafanyikazi wenzake bandarini. Utayari wake wa kushiriki mawazo, kuwashauri wengine na kusaidia malengo ya pamoja ulisisitizwa kama mojawapo ya vipengele vinavyobainisha tabia yake katika sehemu ya kazi. Wakati taarifa za kifo chake zikiendelea, wafanyikazi wa bandari ya Dar es Salaam na vituo vingine vya TPA bandarini waliripotiwa kupokea taarifa hiyo kwa mshtuko
na masikitiko makubwa akitafakari msiba wa ghafla wa mwenzao ambaye uwepo wake umekuwa sehemu ya maisha yao ya kila siku. Kwa wengi, kupita kwake au kufariki kwake kumezua hisia ya utupu ambayo inapita zaidi ya hasara ya kitaaluma na inagusa vifungo vya kibinafsi vilivyoundwa kwa miaka ya huduma ya pamoja. Katika salamu zake za rambirambi, TPA imetoa salamu za rambirambi kwa familia, ndugu, jamaa na marafiki na wafanyikazi wote wa serikali walioguswa moja kwa moja au kwa njia nyingine na msiba wa Asare Sempombe Mjema. Mamlaka hiyo ilisisitiza kuwa inasimama katika mshikamano na familia ya mwenda zake katika kipindi hiki kigumu na inatambua mzigo wa kihisia unaotokana na kumpoteza mpendwa wake ambaye pia alikuwa mtumishi wa umma. Hata hivyo, taasisi hiyo pia ilitoa wito kwa wafanyikazi wake na jamii pana zaidi kuendelea kuwa na umoja wakati huu mgumu, kuunga mkono na huruma wakati wanapitia kwa pamoja maumivu yanayohusiana na kupoteza mtu mashuhuri serikalini. Hata hivyo, ujumbe huu wa umoja uliandaliwa kama jibu muhimu kwa huzuni, haswa ndani ya taasisi za umma za serikali ambapo uwajibikaji wa pamoja na kusaidiana ni msingi wa ustahimilivu. Zaidi ya maombolezo ya papo hapo, kifo cha Mjema sasa pia kimezua tafakuri juu ya mchango wa watumishi wa umma serikalini ambao mara nyingi kazi zao hazizingatiwi, lakini zinaendelea kuwa muhimu kwa utendaji kazi wa miundombinu ya kitaifa. Mamlaka ya usimamizi wa bandari Tanzania imesisitiza kuwa huduma yake ni sehemu ya jitihada pana za kuweka mifumo ya biashara Tanzania ya baharini na usafirishaji wa nchi kufanya kazi vizuri Tanzania. Uongozi huo wa bandari wa TPA, wizara hiyo imebainisha kuwa pamoja na kwamba Sempombe Mjema hayupo tena kimwili duniani, lakini athari za kujituma na weledi wake zitaendelea kuonekana ndani ya taasisi hiyo Tanzania. Maadili yake ya kazi na kujitolea vinatarajiwa kuwa mfano kwa wafanyikazi wengine, kuimarisha maadili ya uadilifu, bidii na uaminifu kwa utumishi wa umma. Ikiwa ni sehemu ya mawasiliano yake rasmi, mamlaka hiyo iliwaomba wananchi na jumuiya ya TPA Tanzania kumweka marehemu Mjema katika maombi yao, kuiombea familia yake faraja na afueni haraka na amani ya roho yake mahali pema peponi. Wito huu unaonyesha umuhimu wa kitamaduni na kiroho wa msaada wa kijamii wakati hasara katika jamii ya Kitanzania pamoja na serikali inahusika. Uongozi pia ulifafanua kuwa mipango kuhusu ibada ya mazishi, ratiba ya maziko na kuaga rasmi itawasilishwa kwa wakati ufaao kupitia njia rasmi mara baada ya mashauriano na familia kukamilika. Mbinu hii ilikusudiwa kuhakikisha heshima, hadhi na uratibu unaofaa wakati wa kuaga kwa mwisho. Kwa watazamaji wengi, kifo cha mtumishi mwingine wa umma serikalini mara tu baada ya kifo cha mbunge aliyeketi kumezidisha mazungumzo juu ya mkazo wa kihisia uliokuwepo ndani ya taasisi za serikali wakati wa kufiwa mara kwa mara. Letu kama Simulizi Media ni kutuma pole zetu na rambirambi kwa mamlaka husika pamoja na serikali ya Tanzania pamoja na familia, ndugu na marafiki wa mwenda zake. Vile mtazamaji, ningependa kusikia rambirambi zako upande wa comment section na pia mtazamo wako kuhusiana na habari hizi. Vile mtazamaji, like video hii alafu subscribe na ubonyeze alama ya kengele ili uwe wa kwanza kila siku kupokea habari zetu.